Kwanza kabisa ninapenda wote tupeane pole. Hatuna baba mtakatifu katika kanisa Katoliki, ametuaga siku hii ya leo. Poleni sana. Ningetaka nichukue nafasi hii kwa muda mfupi tu niwashirikishe vipengele vitatu muhimu katika tukio hili. Ule mstari wa kwanza wa somo tulilolisikia sasa hivi kutoka Waebrania sura ya 8 mstari wa kwanza b mpaka wa 3. Mstari wa kwanza unasema, sisi tunaye kuhani mkuu wa namna hiyo, ambaye anaketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu, kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu mbinguni. Anaketi kwenye kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu mbinguni. Kilichomfikisha Bwana wetu Yesu Kristo hapo mahali pa juu namna hiyo, kwenye huo upande, ameketi upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu mbinguni. Kilichomfikisha hapo ni ile fumbo la msalaba tunaloadhimisha, ambaye sherehe yake kubwa ndio hiyo ya jana na inaendelea kwa siku 8. Ni kutokana na hilo fumbo la msalaba, au pia kanisa linaliita fumbo la Pasaka, mateso ya msalaba, kifo juu ya msalaba, maziko na ufufuko. Kwa kifupi huwa inaitwa fumbo la msalaba au fumbo la Pasaka. Ni kielelezo hayo mambo matatu hayo, mateso ya msalaba, kifo na ufufuko, ndiyo yamekamata fumbo la Pasaka, ndilo tunaloadhimisha sasa hivi. Mwenyezi Mungu kwa mpango wake mtakatifu amependa kumuita Baba Mtakatifu kutoka makao haya ya duniani siku ya leo, tukiwa oktava ya pili ya sherehe ya Pasaka. Sherehe ya Pasaka, tunapozungumzia oktava, maana yake ni siku 8 zile mama kanisa anaomba na kuagiza ziadhimishwe kwa uzito ule ule wa Jumapili ya Pasaka, kwa sababu sherehe hiyo ni kubwa. Kwa hiyo kwa kweli, kimsingi hakuna tofauti ya maadhimisho ya jana na leo na tutakavyokwenda mpaka tufike Jumapili ya huruma ya Mungu. Tuko kwenye oktava. Sasa Baba Mtakatifu ameitwa hapa. Wapendwa, tunapoadhimisha fumbo hili la Pasaka, na hasa tunapozungumzia Kristo mfufuka, tunamwona kama kanisa linamweleza kama chemchemi ya uzima mpya, chemchemi ya uzima mpya. Na likubwa analofanya kwenye kanisa lililoko safarini kama sisi ni kumimina huo uzima mpya kwetu sisi, kwa jinsi ambavyo anavyopenda na tulivyojiandaa. Lakini pia hata wafu katika swala la utakaso wanamiminiwa chemichemi hiyo ya uzima kwa jinsi anavyopenda. Imejaa huruma yake, imejaa rehema zake, imejaa msamaha wake. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu amependa kumuita Baba Mtakatifu wetu,
ambaye tunafahamu amepambana sana nyakati zinazofaa na zisizofaa. Ameenda kwenye ziara za kichungaji, ziara za kimisionari katika hali ya unyonge na maumivu sana. Tumemwona alivyokuwa anaingia kwenye uwanja wa ndege, anavyotembezwa. Kibinadamu si rahisi kwa mtu mwenye mamlaka makubwa namna hiyo kwenye kanisa. Ni alama ya kunyanyasika sana, lakini hakuacha utume wake. Sasa tunamgeukia Yesu mfufuka kipindi hiki. Kama Baba Mtakatifu wetu amempenda hivyo, akawa shuhuda wake kwa nyakati zinazofaa, kwa maeneo yanayofaa na yasiyofaa, akimtetea yeye na kanisa lake takatifu, kwa hakika hatamwacha. Yaani amemwita kipindi kizuri sana, anapobubujika uzima mpya ambao umebeba huruma yake, msamaha wake, rehema zake, mwanga wa ajabu unaokangua kila kitu. Kristo mfufuka ni huyu eti amekutana na Sauli. Tutakutana na Sauli katika kipindi hiki cha Pasaka. Alafu amekutana na Sauli akiwa njiani kwenda Damaskus, kwenda kuharibu wale wanafunzi wote wanataka kujiunga na hicho kikundi cha Yesu. Yesu mfufuka amempiga na mwanga wake wa mfufuko, ikaanguka pale chini, hakuweza kuinuka, anahangaika. Kwa hiyo anapompiga hivi, amekangua uchafu wote kule ndani, lakini bado akampa sehemu ya kutubu pia. Lakini yani alipompiga na ule mwanga wa ufufuko, yani Paulo hakuweza tena kugeuka. Na katika barua zake anasema ile neema aliyoipata pale imekuwa ni sababu ya nguvu yake. Alirudia tena na tena. Yesu mfufuka ni mwanga wa ajabu. Sasa ndio tunaomwomba auangaze kwa huyu mpendwa wake, mtumishi wake, mteule wake wa juu kabisa katika kanisa lake takatifu, ili kama amependa kumuita katika kipindi hiki, anapobubujika uzima mpya uliojawa na hizo tunu za kimbingu, zawadi za kila aina za kimbingu, neema na baraka, basi amwonee huruma. Kwa kweli hatuna wasiwasi mkubwa kwamba Baba Mtakatifu atapokelewa katika makao ya milele na Kristo mfufuka, ambaye tunamwadhimisha kipindi hiki kwa namna ya pekee. Lakini kipengele cha pili, ndugu zangu, ningependa pia turudi. Tumepata pigo. Kanisa Katoliki tuko jane, hatuna Baba Mtakatifu, hatuna wala hakuna ambaye anaweza kumsubstitute, yani kushika nafasi yake akachagua. Yani tukasema kwa vile ameondoka sasa, basi labda mtu fulani ndiye anayeshikilia nafasi ya Baba Mtakatifu, nafsi ya Baba Mtakatifu, mpaka tumpate mwingine. Hatuna Petro ni mmoja tu. Sasa kanisa Katoliki na tuseme ulimwengu mzima, kwa sababu rejeo kubwa la ulimwengu kwa kweli ni katika kanisa Katoliki, na daima linamwangalia Baba Mtakatifu kama Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Hatuna Baba Mtakatifu, tuko jane katika maana halisi, hakuna substitute. Kwa hiyo hilo lituguze na lituingize kwenye sala. Ni kipindi cha hatari sana. Hatuna Petro, hatuna Kristo.
Kristo ambaye hakuna yule ambaye ameshika nafasi ya Kristo hapa duniani. Kwa hiyo hilo lituguze, tuone kwamba tusifikiri kwamba pamoja na kwamba tuko huku vijijini tuko sawasawa. Hatuko sawasawa. Lazima tuanguke magotini, tumwombe Mwenyezi Mungu sana atujalie usalama katika kanisa lake takatifu, wakati huu ambapo kanisa halina Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, nazo nguvu za kuzimu hazitaliweza. Sasa hizo nguvu za kuzimu zikituamkia kipindi hiki zitatufikisha wapi? Tumwombe Mungu, sala zetu ziweke beria, isitokee. Hilo lazima liwe vizuri, kwa sababu wakati mwingine tunapoona tuko na Baba Mtakatifu tunaona kwamba ni mambo ya kawaida tu. Hatunaye Baba Mtakatifu. Kama jimbo la Moshi limempoteza askofu, Baba Mtakatifu anaweza kuagiza mara moja, naomba askofu wa Same ashike pale, au Arusha, angalie jimbo. Lakini sio, hata kama kuna mtu ambaye anaweza kupokea barua lakini hawezi kuwa Baba Mtakatifu. Hatuwezi kuwa na Petro wawili kwenye kanisa. Ndio maana Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alipojiuzulu alipotea kabisa. Kwa kweli alisema, mimi napenda niwe mfu ili sionekane kwamba nipo, maana kanisa haliwezi kuwa na Baba Mtakatifu wawili na hakusikika. Sasa tusali, tumwombe Mwenyezi Mungu atonee huruma Kristo mfufuka aliyependa kumuita Baba Mtakatifu wetu kipindi hiki, alichunge kanisa lake mwenyewe mpaka tutakapompata mwingine. Lakini pia la tatu, mchakato wa kumpata Baba Mtakatifu unaanza. Makardinali sasa hivi wako safarini kwenda kupanga mazishi pamoja na sasa kujifungia, wakimwomba Mungu Roho Mtakatifu aangaze ni nani sasa kati ya makardinali atakayekuwa Baba Mtakatifu. Na hapa pia tusali Mungu Roho Mtakatifu asimamie mchakato huo mtakatifu uende kwa kadiri ya mapenzi yake. Tusali sana. Basi ningependa bila kusema mengi tubaki na hayo matatu. Baba Mtakatifu ameitwa kipindi kizuri, hatuna wasiwasi. Yesu mfufuka ni chemichemi ya uzima mpya. Kanisa lote tunamwelekea hapo, atumwagie huo uzima mpya. Sasa na wanaokufa pia tunamwomba amwelekezee huruma yake huyo mtumishi wetu, amiminie huo uzima mpya, ili uweze, kama kuna madoa yoyote yakanguliwe na huruma yake inayobubujika katika uzima mpya na rehema zake, pamoja na mwanga wake mtakatifu, mwanga wa kuondoa magiza, wa kutakasa. Lakini pia tuelewe kanisa Katoliki liko jane, lakini pia tuelewe kwamba tuko duniani, na hivi tuombe mchakato wa kumpata Baba Mtakatifu mpya usimamiwe na Mungu Roho Mtakatifu mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo.